Bwana, kila mtu nadhani anafahamu kuhusiana na mzozo unaoendelea Urusi pamoja na Ukraine, lakini hapa leo tutaenda kuangazia kwa kina zaidi makala mazima au taarifa moja kwa moja kutokea Urusi na Ukraine, ambapo yale ambayo yanaweza kuendelea huko na zile taarifa ambazo leo zimeweza kutufikia katika meza yetu ya habari. Nite Junior na hii ni Junior Media ya michezo, habari pamoja na burudani. Niko hapa kukuletea kile ambacho leo tumeweza kukipata kutoka katika matukio mbalimbali ambayo yameweza kutokea hivi punde duniani. Naitwa Junior na hii ni Junior Media. Niseme asante kwa ambaye subscribe, lakini kwa ambaye bado unapoendelea kutazama video hii hakikisha unabonyeza alama neno subscribe ili uweze kuwa mwanafamilia wa Junior Media. Hata hivyo, tukiangazia taarifa kutoka kule Urusi na Ukraine, ambapo nchi hizo mbili za kubaliana kusitisha mapigano katika Bahari Nyekundu. Hatua hiyo imefuata baada ya mapigano makali pamoja na yale ambayo yameweza kuendelea huku katika mikataba tofauti na Marekani baada ya siku 3 za mazungumzo ya amani huko nchini Saudi Arabia. Serikali ya Washington ilisema pande zote zitaendelea kufanya kazi kuelekea amani ya kudumu. Katika taarifa zinazotangaza makubaliano hayo ambayo yatafungua tena njia muhimu ya kibiashara, pia wamejitolea kubuni hatua za kutekeleza marufuku iliyokubaliwa hapo awali ya kushambulia miundombinu ya nishati kila upande. Ikulu ya White iliweza kusema hivyo. Lakini Urusi ilisema usitishaji vita vya majini utaweza kutekelezwa tu baada ya vikwazo kadhaa dhidi ya biashara yake ya chakula na mbolea kuweza kuondolewa. Maafisa wa Marekani wamekuwa wakikutana kando na wapatanishi kutoka Moscow na Kiev mjini Rihazi kwa lengo la kusuluhisha mapatano kati ya pande hizo mbili. Wajumbe wa Urusi na Ukraine hawajakutana moja kwa moja. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema makubaliano ya kusitisha mapigano katika Bahari Nyeusi ni hatua katika mwelekeo sahihi. Ni mapema mno kusema kwamba yatakuwa ya ufanisi, lakini hii ilikuwa mikutano sahihi, maamuzi sahihi, hatua sahihi, aliwaambia mkutano wa waandishi wa habari huko. Hata hivyo, taarifa zingine mwanahabari wangu ni kwamba vita vya Gaza, mamia waandamana Gaza dhidi ya Hamasi. Mamia ya watu wameandamana Gaza wakitaka vita vikomeshwe na Hamasi ijiuzulu katika madaraka kutokana na maandamano makubwa dhidi ya vuguvugu la Palestina linalodhibiti ukanda huo kuwahi kushuhudiwa tangu vita vilipoanza Oktoba 7 mwaka 2023. Waandamanaji walikusanyika karibu na kambi ya watu waliokimbia makazi yao huko Beit Lahia kaskazini mwa ukanda wa Gaza, na kisha kuandamana kupitia barabara zilizozingirwa na vifusi vya majengo na nyumba zilizoharibiwa wakati wa vita karibu na hospitali ya Indonesia, ambapo waliimba nyimbo wakiwemo na kutoa kauli ikiwemo Hamas out, kulingana na video inayosambaa kwenye mitandao ya kijamii. Wanachama wa Hamas waliojifunika nyuso zao, baadhi wakiwa na silaha na wengine wakiwa wamebeba marungu, waliwatawanya waandamanaji kwa nguvu na kuwashambulia baadhi hao. Hamas hawakutoa maoni yao moja kwa moja kuhusu maandamano hayo, lakini wafuasi wa vuguvugu hilo walipuuza umuhimu wake. Mwanahabari, nikushukuru sana kwa kuendelea kuungana nami. Naitwa Junior na hii ni Junior Media, michezo, habari na burudani. Kwa habari nyingi za kitaifa, kimataifa, michezo pamoja na burudani utazipata hapa. Niseme asante kwa ambaye umesubscribe na kwa ambaye bado. Tunapomaliza kuangalia kile ambacho tumeweza kukusogezea leo, hakikisha una subscribe ili uweze kuwa mwanafamilia wa Junior Media. Kutoka hapa sina la ziada, nikuage, nikutakia siku njema. Bye bye.